Kila mwaka kuanzia tarehe 25 mwezi Novemba hadi tarehe 10 mwezi Disemba, dunia huungana kuadhimisha siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia. Ni siku za kutafakari, kusimama na kuchukua hatua dhidi ya madhila yanayowakumba wanawake, watoto na jamii kwa ujumla. Siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia duniani ni kampeni ya kimataifa inayofanyika kila mwaka kuanzia tarehe 25 mwezi Novemba hadi tarehe 10 mwezi Disemba. Kampeni hii inalenga kueleza, kuelimisha na kuchukua hatua dhidi ya aina zote za ukatili unaofanywa kwa misingi ya kijinsia, hasa ule unaowalenga wanawake na wasichana. Kampeni hii ilianzishwa mnamo mwaka 1991 huko nchini Marekani na Women's Global Leadership Institute chini ya Center for Women's Global Leadership CWGL, na tarehe hizi zikawekwa kwa makusudi ili kuunganisha siku muhimu tatu. Tarehe 25 mwezi Novemba, siku ya kimataifa ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake. Tarehe mosi Disemba, siku ya ukimwi duniani, na tarehe 10 mwezi Disemba, siku ya haki za binadamu duniani. Hivyo, kipindi hiki cha siku 16 kinabeba ujumbe kwamba hakuna haki za binadamu kamili bila kukomesha ukatili wa kijinsia. Lengo kuu ni kuongeza uelewa juu ya madhara ya ukatili wa kijinsia, kuhamasisha jamii kushiriki katika kuzuia na kuripoti vitendo vya ukatili, kuimarisha sera na sheria za kulinda waathirika, na kuweka msukumo wa hatua za kitaifa na za kimataifa ili kumaliza ukatili wa kijinsia. Kampeni hii ilianzishwa ikiwa na lengo la kuhamasisha dunia kutokomeza ukatili katika sura zote: kimwili, kiuchumi, kisaikolojia na hata kiuchochezi. Aina hizo za ukatili wa kijinsia ni kama vile ukatili wa kimwili, kama vile kupigwa na kujeruhiwa; ukatili wa kingono; ukatili wa kiuchumi, kama vile kunyimwa mali, mshahara au mirathi; ukatili wa kisaikolojia, kama vile matusi, vitisho, kudhalilishwa, ndoa za utotoni na mimba za mapema. Katika mitaa ya Temeke, tunakutana na mwanamke jasiri, mwanamke anayeamini kuwa uchumi wa mwanamke ni ngao dhidi ya ukatili, ngao dhidi ya kunyamazishwa. Lakini sio biashara tu aliyojenga, bali alijenga pia thamani yake. Kwa majina naitwa Farida Waimbasha, ni mjasiriamali. Ninajitegemea kwa kazi zangu za mikono na shughuli zangu mbalimbali, nikiangalia hasa rasilimali zilizonizunguka kama vile ardhi, barabara, hata bahari pia. Katika safari yangu ya ujasiriamali kumepunguza kero nyingi, hasa kwenye upande wa kujiinua kiuchumi. Nimejiinua kiuchumi hasa kwa kutumia rasilimali zilizonizunguka kama barabara, ardhi, hata bahari pia. Barabara nilitumiaje? Labda nilitumia kwa kulima mboga mboga kule, nikaweka meza barabarani na nikaweza kuuza. Barabara ilinisaidia kuonekana na jamii iliyonizunguka. Nikaamua niende baharini pia kupata samaki wa bichi, kukaanga, kuweza kuuza kama mnavyoona mazingira yalivyo. Kwa hiyo sina mashaka kwa upande wa uchumi. Nimejiinua, nasomesha watoto, wamepiga hatua nzuri kielimu. Vile vile sina wasiwasi wa kugongewa na mwenye nyumba. Nataka kodi, niko kwangu, nalala kwangu. Nimejenga kupitia ujasiriamali huo wa kazi za mikono. Ujasiriamali umeniepusha kwenye upande wa ukatili wa kijinsia, kwa sababu kuna mwingine au wakati kabla sijaanza hizi shughuli nikiwa nimekaa hivi, natamani hata anenunua embe hapo anigaie,
lakini baada ya kuamua kujishughulisha, hiyo tabia sikuwa nayo tena, wala sikumtegemea mwanaume apite anipe hela. Nikiangalia nina biashara yangu, kipato ninacho, kwa hiyo nakula ninachotaka. Imeniheshimisha kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu mwanamke ukiwa ombaomba na wewe unachosha. Hata ukiwa na mume ndani, ukiwa unaombaomba unachosha. Labda leo niwaambie tu wanawake wenzangu mnao nitazama, tusimame kama muhimili ndani ya nyumba kama walivyokuwa waume zetu. Kwa hiyo nafasi ile unaichukua wewe kwa ajili ya kuhakikisha mtoto anapata elimu bora, analala sehemu nzuri, anakula chakula kizuri. Hivi basi usikae kuomba wala usitegemee kwamba nani afanye. Fanya wewe kama wewe, kwa sababu hata Mungu amesema na asiyefanya kazi asile. Ukatili wanafanyiwa kwa sababu wamejibweteka. Mimi nasema hivyo kwa sababu ukikaa utashinda na njaa. Utaanza kumuomba baba fulani akipita, naomba 2000 nikanunulie wanangu chakula. Wewe hukupelekea wazo lile kwamba itakuwaje, kwa sababu yeye hawezi kutoa chake kila siku akupe wewe. Anataka na yeye umpe kile ulichonacho. Hasa huo ni ukatili wa kijinsia na ni rushwa ya ngono, lakini umeitafuta mwenyewe kwa sababu umejibweteka ukufanya kazi. Hasa kama hujafanya kazi, mimi kwa ushauri kwa wanawake wenzangu, naombeni tuamke. Rasilimali ziko nyingi. Tanzania tuna rasilimali nyingi. Tu kama nilivyosema awali, kuna barabara, kuna ardhi, hata rasilimali watu. Na hasa tukienda sana kwenye mitandao ya kijamii na tusaidia tukitangaza biashara zetu za mboga mboga, tunapata wateja namna ile. Kwa sisi wanawake nilikuwa naomba kabisa, kwanza tuangalie mazingira tunayoishi na jamii tunazoishi zina tabia gani. Tusiishi kwa mazoea. Tuishi kwa hali iliyopo. Ili nini? Tujiinue kiuchumi. Wale wanaofanya ukatili wa kijinsia kwa wanawake wanapoona kwamba huyu yuko na hali ya chini, ukatili sio wa aina moja. Ukatili uko wa aina nyingi, lakini nauzungumzia ukatili wa aina moja. Nyie mnaotutazama kwamba mtu akikuomba basi mpaka akakupe rushwa ya ngono, huo ni ukatili wa kijinsia. Nilikuwa naomba hata serikali itazame hili kwa kina, kwamba wanawake wanapitia nyakati ngumu. Ombi langu tu au neno langu la mwisho, naomba sana sana kama mwanamke ambaye haya nayaona katika hizi jamii, yani tusikubali wala tusishawishike katika mambo hayo. Ujasiriamali ulimtoa kwenye mazingira ya utegemezi yaliyokuwa yakimpa migongano na unyanyasaji wa kila siku. Leo amesimama akiwa mwenye nguvu, sio tu kama mama, bali kama kioo cha wengine katika jamii. Mimi naitwa Grace Leopold. Naishi hapa Temeke, ni mjasiriamali, nashughulika na mambo mengi, hasa kutoa elimu kwa wajasiriamali wenzangu wa biashara ndogo ndogo zinazohusu kama kacha, vikapu na vitu vingi vingi. Ukatili wa kiuchumi hasa kwa sisi wakina mama unatokea sana kwa wamama walioolewa. Wanakuwa uhuru wao unakuwa sio mkubwa, kwa sababu ukishaolewa unakuwa uko kwenye himaya ya mtu. Inakuwa una muda mwingi au nafasi kubwa ya kujitanua kibiashara. Especially kuna wanawake wengine wanakatazwa kufanya kazi. Na usipofanya kazi ukamtegemea mwanamume, hiyo ni moja ya ukatili, kwa sababu huwezi kuwa huru kufanya mambo yako kama biashara kama nini, au kuwa kwenye biashara una uhuru ule wa kutanua biashara yako kwa sababu una limit ya muda. Mimi nimejiamini kwa ajili ya tukiwa kwenye ujasiriamali tunapata semina mbalimbali za kujenga kujiamini, tunapata semina mbalimbali za kuweza kuendesha biashara zetu, tunapata semina mbalimbali za kuelimisha wenzetu. Kwa hiyo na hiyo imenijengea uwezo wa kujiamini na kuweza kufanya vitu vyangu kwa uhakika. Ukatili wa kiuchumi unavyojitokeza sana sana, kwa mfano kuna wamama au wadada ambao wamemaliza shule, labda anakwenda kuomba kazi sehemu, anaomba rushwa ya ngono ambayo haionekani. Kwa hiyo mwingine akiona kwamba mimi rushwa ya ngono siwezi au masharti niliyowekea yanaelekea kwenye unyanyasaji, ananyamaza, anafanyaje? Akinyamaza ina maana kwamba amekosa kupata kazi, amekosa uchumi wake kwenda mbele, kwa sababu ukipata kazi ina maana kwamba na wewe unaendelea. Kwa hiyo ndio inavyotokea. Namna ya kuzuia sasa, namna ya kuzuia ni kutoa elimu hasa kwa wale wanaosababisha huo ukatili wa kingono, kuwaonyesha kwamba wanawake ni sawa na wanaume na wana uwezo wa kufanya kazi kama wao.
wanawake wengi hawana elimu namna ya kupata mitaji, ni wapi, ni taasisi gani. Kwa hiyo tunakuwa tunaiomba serikali pia ishuke huku chini kwa sisi wananchi, kwa hasa wamama wapewe elimu, wapi watapata mitaji, wataendeshaje biashara zao, watafanyaje ujasiriamali na watatunzaje ili warudishe wengine wapate. Mikopo tuna taarifa nayo, ila tulikuwa tunaiomba serikali kwamba wapunguze masharti ya kupata hiyo mikopo na watoe elimu kwanza, kwa sababu serikali yenyewe wanasema kwamba wamama wakichukua mikopo hawairudishi kwa wakati. Ni kwa sababu elimu wanayoipata ni ya muda mfupi. Watoe elimu kwa muda mrefu, watu wajue thamani ya hela, wajue nafanya biashara gani, washushe wataalamu chini wa kuwafundisha namna ya kupata hiyo mikopo, lakini watoe mikopo kwa wale watu ambao wana uwezo wa kuirudisha wamama, au kama wanatoa kwa wale wamama ambao wana uwezo wa kuirudisha, wawape elimu. Lakini sio wanawake wote walioweza kusimama mapema. Katika kona nyingine ya Temeke tunakutana na simulizi ya uchungu. Msichana aliyeteswa, kubanwa na kunyimwa haki ya kuamua juu ya kipato chake. Hapo ndipo safari yake ya maumivu ilipoanza. Changamoto nilizokumbana nazo ni nyingi tu. Katika ukatili wa kijinsia nimekumbana na changamoto nyingi sana. Kwa sababu mimi ni mama wa watoto 3. Kwa hivyo niliolewa mwaka 2010. Nilifunga ndoa, lakini baada ya kufunga ndoa tukaanza maisha na mwanamume wangu. Mwanzo alikuwa ni mazuri tu. Tulikuwa tunaishi vizuri, tunasaminiana, tunaheshimiana. Lakini baadaye akanichukua akanipeleka kwao. Nimefika naye kwao, tumeishi kama miaka 2. Lakini ile hali ya kule kwao nilikuwa sina ndugu. Ndugu zangu wote walikuwa wako Dar es Salaam. Kule nilikuwa naishi mimi na majirani na watu wengine tu. Na ndugu ambao nilikuwa nawategemea ni ndugu wa mume wangu. Lakini baadaye mwanamume yule ni kama alinidharau kwa kuona kama namtegemea yeye, naishi maisha yangu. Ina maana kama sijanunua rosheni kwa hela yangu siwezi kupata, kwa sababu nilikuwa ni mke wa mtu. Na niliamini kama mke wa mtu anaweza kupata kila kitu kutoka kwa mwanaume. Lakini baadaye nikajikuta pia nikaona hiyo ni changamoto kubwa ya kumtegemea mtu. Na ndio maana mengi yakawa yananikuta hayo. Kwa sababu kumwomba kila siku anaona kama ni kero, wakati huo kipato chake ilikopo anajiweza, lakini akaona kama vile ni kero kwa sababu namsumbua na ni mtu ambaye alikuwa kama ana tamaa. Kwa hiyo baadaye nikaona kama vile ile hali inazidi kuwa ngumu sana. Lakini wakati huo sina jinsi ya kufanya kwa sababu nilikuwa chini ya uangalizi wake. Namwangalia yeye. Lakini pale ambako niliamua kutoka na kuforce ni baada ya kukaa na njaa, kushinda na njaa, kulaza watoto wangu na njaa. Mwanamume unamtegemea anaenda kwenye kazi. Akienda kwenye kazi anarudi saa 7 za usiku watoto hawajala. Anakuja na mafuta ya 500 anakuwekea kwenye kikopo. Amenunua na mchele wake nusu anakuletea saa 7 ya usiku. Napikaje? Nilijikuta napitia wakati mgumu sana. Na baadhi hiyo mkiongea mkiwa mnaeleweshana, anachukua labda ni silaha, pasi anakuunguza, kisu anakuchoma kama hivi. Kisu hichi hapa, yani kwa sababu tu ya kutetea watoto wangu na mimi mwenyewe kiafya na njaa. Lakini nilijikuta napata wakati mgumu sana. Baadaye niliona ile hali hainilizishi. Wanangu nawatia kwenye majuto makubwa na huzuni. Wanaona kama vile sisi tumekosewa kuzaliwa. Mbona mama yetu anakuwa hivi? Mbona ananyanyasika kiasi hichi? Unapigwa mbele ya watoto na mwanamke hana nguvu kwa mwanaume. Unapigwa mpaka anavyojisikia yeye akuache ndo anakuacha. Wakati huo kesha kuchosha sana, labda umelala na njaa, anaamka anakupiga. Inakuwa ni shida sana. Niliteseka kwa kweli kwa kipindi kifupi, lakini baadaye nikajikuta naondoka. Yaani kwa kuona kabisa haya sio maisha. Mbona kuna wenzangu wengine ambao wanaishi na watoto peke yao na wanafight na wanaweza. Kwa hivyo nilivumilia sana, lakini baadaye nikaona hapana. Ndoa si utumwa. Ndoa ni maelewano na ndoa ni mapambano ya mke na mume na kuelewana na kuheshimiana. Lakini baadaye mimi nilijikuta naona kama ndoa ni mateso. Kwa hivyo niliamua kuondoka kubeba wanangu, na kuwabeba wanangu nilifanya kuwachukua kwa nguvu kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa hataki niondoke na watoto. Ananiambia ondoka watoto wangu mimi nitawalea mwenyewe. Niliangalia roho ambayo yeye naishi naye mimi, je, nikiacha watoto wangu wataishi vipi? Kwa hiyo niliona niondoke na watoto wangu kivyovyote vile. Na hichi kisu alinipiga siku nagombea watoto wangu niondoke nao. Ndipo aliponipiga hichi kisu. Nikawachukua watoto wangu nikaondoka nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani nimefight kwa kweli. Lakini simulizi yake haina mwisho wa huzuni, bali matumaini. Sichagui kazi ya kufanya kwa sababu ni mama wa watoto. Nikiambiwa kuna kufua naenda nafua, nikiambiwa kuna kusuka mtu naenda nasuka, nikiambiwa kuna kazi fulani imetokea naenda nafanya kwa sababu mimi sina elimu ya kunitosheleza kufanya kazi. Nategemea kazi zangu binafsi tu za kuniingizia riziki ya wanangu na mimi mwenyewe. Kwa hiyo nimejikuta
maisha ambayo nilikopo naishi kwake na sasa hivi ni tofauti sana, kwa sababu kwanza nilipoteza afya na nilizalisha vidonda vya tumbo kwa sababu ya mawazo na changamoto ambazo zimenikuta. Maana hata ukiangalia sio mwili wangu, kwa sababu ni watoto watatu, ni wengi sana kimatumizi. Mwanangu wa kwanza anasoma form 3, wa pili anasoma darasa la 4, mwingine huyu wa 3 ambaye ana miaka 8 anasoma darasa la 3. Kwa hiyo namshukuru Mungu, nimepambana na ninazidi kupambana. Watoto wangu wanaenda shule, ninachojaliwa kwa sababu ya mitikasi yangu. Mimi ni mzazi, napaswa nijitambue. Sina uvivu wa kazi, najishughulisha kwa sababu ule utumwa nimeukataa. Na najikuta naishi nomo, naishi vizuri na watoto wangu, tunapata riziki. Wanangu wa kiume wanapata hela ya dawa kwa sababu najishughulisha na shughuli mbalimbali. Sichagui kazi. Huyu anatukumbusha kuwa ukatili hauna sura moja. Kwake ukatili ulikuwa wa kisaikolojia, kama vile matusi, udhalilishaji, vipigo na kuambiwa hana thamani. Ndani kwa ndani aliumia kuliko hata jeraha la mwili. Aliamua kusimama. Ujasiri wake ukawa mwanzo wa ukombozi. Leo anasema, napinga kuhusu ukatili. Kuhusu mimi mwenyewe nimeshawahi kufanywa ukatili na mzazi mwenzangu. Umeona, alimpa ujauzito, alivyonipa ujauzito nikaja tena akawa ananisumbua katika utafutaji, akawa aendi kazini, kwa hiyo nikawa nasumbuka mimi mwenyewe, nahangaika biashara huku na huku. Yeye akirudi anataka kula tu, nikishapika anakula, akikuta chakula hamna ananipiga, ananiambia kwa nini hujapika? Nikamwambia mimi hujaniachia hela, na kwa nini nipike? Ukiniachia hela chakula ungekikuta. Basi hivyo hivyo mpaka nikaja nikajifungua, changamoto zinaendelea hivyo hivyo. Nikamwambia kwa hiyo hutaki kazi, unang'ang'ania katika hichi kibanda chako cha ulisi, basi inabidi mimi nirudi kwetu. Akasema sawa rudi. Nikarudi nyumbani kwetu, nikaona sio kweli, inabidi nikatafuta mbinu, nikapata mikopo. Nikamwambia mimi nimepata mkopo, nataka nifanye biashara. Akaniambia sawa, haina shida. Nikamwambia basi nakuomba, nataka niuze supu. Wewe unapotoka huko unanichukulia supu huko, unakuja unaniletea mimi nauza. Akaniambia hiyo haiwezekani. Kama unaweza fanya mwenyewe biashara yako, nenda kachukue supu kuja uza. Nikamwambia basi sawa, ina shida. Naamka usiku mimi saa 9 naenda kuchukua supu. Kisha chukua supu yangu nakuja natengeneza, napika na chapati zangu, na akishatoka kule anakuja huku mida saa 4. Njaa inaniuma. Naambia sawa, haina shida. Supu yapo, chapati zapo chukua. Anasema sija peke yangu, nimekuja na rafiki yangu. Basi sawa, naambia ina shida, chukua chapati hapo wewe 2 na wewe 2 na mwenzio supu bakuli moja mle. Kula, kishamaliza hapo anaondoka. Naambia unaondoka vipi, mchana inakuaje watoto? Tunawekaje? Kwani wewe umefanya biashara? Nikamwambia biashara nimefanya kwa ajili ya kurudisha marejesho ya watu na mambo mengine yaendelee. Akamwambia mimi sijui. Sawa, anaondoka. Ikifika mida saa 9 au saa 10 anakuja. Njaa inauma, hujapika chakula. Naambia mimi sijapika chakula. Kimwambia sijapika chakula, anaanza kipigo, ananipiga hivyo. Anaondoka zake. Nikawa nimevumilia, nikasema hii ya nini manyanyaso mpaka lini? Nikasema ngoja sikiliza, mimi naomba tuachane. Fanya mambo yako na mimi nifanye mambo yangu. Mwanangu nitamlea mwenyewe kwenye shida na raha. Akaniambia utajua wewe. Nikamwambia sawa. Kauza biashara yangu, nilivyomaliza akasema nitahangaika, biashara ikawa ngumu. Mbona nazidi kuumia? Alafu nazidi kunyanyasika na mtoto mdogo. Bado ananyonya, ikabidi nirudi tena Mbagala kwake. Nikamwambia basi naomba unisaidie. Unitafutie hata msingi, mimi msingi umekufa, afu kule bado mikopo nadaiwa. Akaniambia mimi ikiwa hinihusu. Kilichokufuata kilete, kilichokuleta chukua, kinachostahili uondoke. Nikamwambia basi sawa, haina shida. Nikachukua nguo zangu, nikabeba, kucha kubeba nafika getini, akaanza kunivuta. Hivyo nivuta, akaanza kunipiga. Muone na maneno ya kebei, kunisimanga, mimi maskini, sijui nini kwenda. Nikamwambia sawa, haina shida. Nilirudi nyumbani, nikampigia mdogo wangu alikuwa Zanzibar, nikamhadithia, akaniambia naomba upande boti uje. Nikamwambia sina nauli, akaniambia nitakutumia nauli. Kweli akanitumia nauli, kaenda zangu Zanzibar. Huko na marejesho nikakimbia, nikala daiwa. Nikamwambia mdogo wangu mimi kuna nadaiwa marejesho, akaniambia ina shida, tukirudi tutalipa. Nikakaa zaidi ya miezi 6 hivi. Nilirudi huku, tukawa tunaendelea na marejesho. Mwanaume akaja akaniona tena, akaambiwa karudi Mama Fadhi. Alivyorudi siku akanikuta nimekaa na wenzangu tunapiga story. Kilichofuata huku na huku mikiki. Kiki ngumi nikazimia, kuzimia huku na huku, watu kunichukua kunipeleka polisi hospitali ya Temeke nazinduka kesho yake. Ndugu zangu nakuta pembeni nini, baba watoto wangu ndo kanifanya hivi. Mama akasema haiwezekani. Hiyo inabidi tufanyeje? Tuende naye ngazi ya juu. Mamangu akatoka mpaka polisi,
dawati, wakamsimamia, walivyomsimamia huku na huku, akaambia umempigia nini kama kumwacha ushamwacha muda, mtoto mhudumii muda. Sasa wewe kitu gani ulichompiga? Akasema mimi ndo nimeshaamua. Akamwambia basi sikiliza, huyu mtoto hujamzaa wewe. Naomba kuanzia leo huyu akuhusu na huyu mtoto wako akuhusu. Sawa, potelea pote. Mama tukaandikishiana pale, basi mambo akaisha. Ndio hivyo, ukatili, changamoto zilizozikuta, ukatili uliofanyiwa na mzazi mwenzangu ni hayo. Naambia wasichana wenzangu, wakina mama wenzangu, waskai, wakisijibweteke, wakiona wanafanywa vitendo kama hivyo. Serikali ipo, imewekewa watu kama hao. Licha hata hivyo, unaweza ukatoka mwenyewe kama nilivyofanya mimi, ukatoka, ukaenda kuanzisha maisha yako, kuna mikopo midogo midogo, ukachukua, ukafanya biashara yako na mambo yako, ukaendelea na maisha yako kama mazuri. Hivyo kwaona washauri wa mama wenzangu wasijibweteke. Katika hadithi hizi 4 tunakutana na ujumbe mmoja. Ukatili unaweza kushindwa kwa kipato, kwa ujasiri, kwa sauti, kwa elimu. Mwanamke anapopewa nafasi ya kusimama, jamii nzima husimama. Siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia sio tu kampeni ya kalenda, ni mwito wa moyo, ni sauti ya kuambia wote imetosha. Tukatae ukatili, tulinde watoto wetu, tuweke mazingira ya heshima, usawa na utu. Kwa pamoja tunaweza kujenga Tanzania isiyo na ukatili. Sauti yako ni mwanga. Tunyakue, tusimame na tuseme hapana kwa ukatili wa kijinsia. Katika kata ya Keko Magurumbasi, mwenyekiti mjumbe wa serikali ya mtaa wa Keko Machungwa, ofisi yake imekuwa mstari wa mbele katika kupokea, kuunganisha, kufuatilia kesi za ukatili. Mtaalamu wa kamati hiyo anatueleza kuwa kuzuia ukatili kunahitaji jamii nzima, kuanzia wazazi, viongozi wa mtaa, walimu hadi majirani. Mtaa wetu matatizo na changamoto za ukatili wa kijinsia zitatufikia, na baada ya kutufikia tunazishughulikia kwa namna moja ama nyingine ili tufikie katika hali ya suluhu na usalama. Na tunawaasa wananchi, baadhi yao ambao wana changamoto hizo, ambao wanazitenda, miongoni mwao kutokuwa na elimu ya ukatili wa kijinsia. Ukifika hapo ofisini kwetu tunazungumza nao na tunawaasa, na baadhi yao tunawaonya, na inakuwa ni bahati wengine wanabadilika kutokana na changamoto walizokuwa nazo mwanzo, wanabadilika na katika hali ya watu wazuri na watu wema kwa jamii. Kwa mfano katika mtaa wetu yanatokea mengine mengi, kuna watu nafikia mpaka hatua ya wanandoa kutishiana kwa silaha, kutishiana kwa namna mbalimbali. Wengine wana hatua hata kuhama vitanda, wanahama vitanda na kuwa sehemu mbalimbali. Baada ya kufika hapa tunazungumza nao na tunawaelimisha kwamba hiyo ni moja ya ukatili wa kijinsia, na tunawaasa, na kwa bahati nzuri wengine watuelewa na wanabadilika. Chanzo katika ndoa, sisi tunavyoona wanaotufikia hapa ni kutojua majukumu yao. Kwa mfano mwanamume kutojua majukumu yake kwa mwanamke, na mwingine kutokuwa na heshima kwa mwenzake, kwa kudharau kwamba hili jambo la kawaida, kwa kuwa anakaa vijiweni, anasikia kwamba hili la hivi, na achukua vijiweni anayaleta nyumbani, na kumbe sivyo taratibu wa kwenye ndoa. Ya kwenye ndoa tofauti na ya vijiweni. La mwisho kuzungumza katika kuwaasa wananchi na jamii kwa ujumla kwamba waepukane na vitendo vya ukatili, ambapo ukatili sio mpaka mtu kupiga mwenzako, hata kwa maneno, hata kwa lugha, hata kwa vitendo. Ni miongoni mwa vitu ambavyo mwenzako vikiwa vimekwenda kinyume na yeye, basi ni ukatili katika. Hapa nyumbani sauti hizi zinakuwa kubwa zaidi, tukikumbuka kuwa ukatili sio tu jeraha la mwili, bali ni jeraha la roho, ndoto na mustakabali wa familia.